Mabibi na mabwana, wavulana, wasichana, watoto na watu wakuu, shikamoo. Nafikiri kuwa jina langu ni Mwalimu Valesi. Kama ninavyoambia kuwa nitawafundisha lugha ya Kiswahili kwa mtandao tofauti, mtandao wa YouTube, mtandao wa TikTok, mtandao wa Instagram. Kama ninavyoambia kuwa nitafundisha lugha ya Kiswahili tu. Nafikiri kuwa ninawashukuru mahali ambapo popote hapoisha na kunisikia. Ninafikiri kuwa ninawashukuru sana kwa utulivu wenu na kunifuata ili niwafundishe lugha ya Kiswahili. Kama ninavyoambia kuwa nitawafundisha lugha ya Kiswahili kutoka mwanzo kufika mwisho. Kitu tunachopaswa kufanya ni kunifuata ili utanione baadaye tu. Ninafikiri kuwa siku hii ninataka tuanzie kwa kitu kimoja. Kitu muhimu katika lugha ya Kiswahili, kama ninavyoambia kuwa lugha ya Kiswahili ni lugha muhimu sana. Ni lugha kila mtu anapaswa kujua ili atajisaidie katika maisha yake tu. Lakini nataka sasa tuanzie kwa kitu kimoja. Kitu hicho ni nafsi za Kiswahili. Nafsi za Kiswahili, kama unavyojua kuwa nafsi ni maneno yanayosimamia majina. Ni maneno yanayosimamia majina. Ni kusema kuwa ingawa unataka kujenga sentensi katika lugha ya Kiswahili bila kutumia jina lolote, unaweza kutumia na nafsi. Nafsi tunazojua ni nafsi tofauti. Tuna nafsi ya kwanza, tuna nafsi ya pili, tuna nafsi ya tatu. Lakini katika nafsi ya kwanza tuna umoja na wingi. Nafsi ya pili tuna umoja na wingi. Nafsi ya tatu tuna umoja na wingi. Nafsi ya kwanza kama unavyojua ni nafsi mimi. Wewe unajisema tu, unajisema. Lakini nyinyi muko wengi, lakini mnataka kusema mambo kuhusu nyinyi, unaweza kutumia sisi. Ni kusema kuwa hapa tuna mimi, lakini ingawa muko wengi unaweza kusema sisi. Ni sisi lakini tuko wengi. Nafsi ya pili ni wewe. Ingawa wewe unazungumzanya na mtu mwingine, unaweza kutumia wewe. Lakini huo mtu anaonekana mahali ambapo unapokuwa tu. Ni kusema kuwa hatuna wingi tuna umoja na wingi. Katika nafsi ya pili ni wewe, lakini wingi ni ninyi awa nyinyi. Unaweza kutumia ninyi awa nyinyi. Katika nafsi ya tatu, nafsi ya tatu ni nafsi inayotumia kwa mtu hawezi kuonekana hapo, lakini nyinyi muko kusema kwa mtu mwingine, mnaweza kutumia nafsi ya tatu. Nafsi ya tatu ni yeye, ingawa ni mmoja. Ingawa ni wengi unaweza kusema wao. Ninataka tuone mifano tu. Tuone mifano. Kwa nafsi ya kwanza naweza kusema mimi niko mwalimu wa Kiswahili. Wingi tunaweza kusema sisi tuko wanafunzi. Hiyo ni nafsi ya kwanza. Nafsi ya pili naweza kusema wewe uko mfanyabiashara. Wewe uko mfanyabiashara. Lakini katika wingi tunaweza kusema nyinyi awa ninyi muko wanafunzi. Hiyo ni nafsi ya pili, ya pili. Nafsi ya tatu ni wao awa yeye. Ingawa tunasema kwa mtu, lakini mtu huo hawezi kuonekana mahali ambapo tupo kuzungumzia, tunaweza kutumia nafsi ya tatu. Kama tunaweza kupata mfano kama mwanafunzi yeye atakuja kesho. Mwanafunzi yeye atakuja kesho. Unaweza kutumia yeye atakuja kesho bila kutumia mwanafunzi. Kama tunavyoona na nafsi ni mambo hawa ni maneno yanayosimamia majina.
Katika wingi tunaweza kusema wanafunzi wao watakuja. Tunaweza kutumia wao watakuja bila kutumia wanafunzi. Asante sana, nashukuru sana kwa nifuata. Somo la siku hii ni somo hili nafikiri kuwa tutaendelea baadaye. Unapaswa kunifuata. Bila kunifuata wewe hauwezi kuniona pia. Asante sana, Mwalimu Valence.